Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Ripoti na matukio mbalimbali ya kimichezo ambayo yanapatikana ndani ya Uondo TV, Uondo Michezoni. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usisahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo. Moja kati ya story ambayo imeonekana kutembea kwa kiasi kubwa kwenye mitandao ya kijamii ni dabi ya Kariakoo, lakini pia masakata mbalimbali ambayo yamekuepo yanazungumzwa kwa kiasi kubwa, upande wa bodi ya ligi, upande wa TFF, lakini pia upande wa CRDB, upande wa Simba Sports Club, upande wa Yanga na upande wa wasemaji, Ali Shabani Kamwe, lakini viongozi. Na kwenye issue nzima ni malipo, na story kubwa ni malipo ambayo yamekuwa yanahusishwa, lakini pia madeni ambayo yamekuwa yanahusishwa. Katika upande wa Yanga ambao wenyewe wanadai kwamba kuna pesa ambazo au kuna hela ambazo wanadai, lakini katika upande wa TFF pamoja na CRDB wenyewe wanadai kwamba kila kitu wameshakamilisha. Sasa Uondo TV tumeona tuweze kuletea taarifa kamili namna ambavyo inazungumzwa, lakini kile kitu ambacho kinaendelea kupitia kwenye mtandao wa Instagram. Ali Shabani Kamwe ambaye ni afisa habari wa klabu ya Dar es Salaam Africans, mabingwa wa kihistoria, ameandika andiko zito ambalo limeonekana kuzungumzwa kwa kiasi kubwa kulingana na kile kitu ambacho kinaendelea, lakini pia ameweza kutoa ufafanuzi mzito. Ni kupitisha kwenye hiyo taarifa ambavyo inasemekana, alafu baadaye nitakuja niweze kuizungumza kwa kina zaidi. Ali Kamwe anasema, yes, nikinukuu kwa kile kitu ambacho Ali Shabani Kamwe alikiandika juu ya madeni. Anasema, hii barua yetu ya posa tuliyotuma leo inasubiri majibu na ni kitu rahisi sana. Klabu ya Yanga inataka fedha zake zote inazodai. Invoice za klabu zimeshafika mezani kwenu. Kama yako madeni mliosema kwenye barua yenu ya posa mliotoa kuja kwetu, mnapaswa pia kutuandikia kwa maandishi mkiambatanisha invoice. Ofisi yetu ya finance itaifanyia kazi. Na kama kwenye era yetu mlikata juu kwa juu, basi isiwe shari. Club inaomba pia mtujibu kwa maandishi mkiambatanisha na listi za EFD ili mkurugenzi wetu wa fedha atunze kwenye rekodi. Hii posa inasubiri majibu, siku imeisha kimya leo. Tutakumbushana tena inshallah, ili jambo linahitaji majibu ya haraka. Ni hela za wananchi hizo. Kama club tukiona kimya, tutasogea akili ilipo. Asanteni, ni mimi kijana wenu. Yes, mtazamaji wa Uondo TV. Huo ndio ujumbe mzito ambao ameuandika msemaji wa klabu ya Yanga au meneja wa habari na mawasiliano na klabu ya Yanga ambaye ni Ali Shabani Kamwe. Na ni andiko zito of course, namna ambavyo watu wamekuwa wanazungumza kwa kiasi kikubwa kwenye issue nzima madeni, lakini pia CRDB ambao kushikana na TFF wanasema wenyewe tayari kila kitu kipo sawa na washalipa, lakini sababu kubwa ilikuwa imebakia maybe katika upande wa klabu ya Yanga, namna ambavyo wamekuwa wanazungumza maybe viongozi wa club. Ali Shabani Kamwe ambaye ni msemaji wa klabu ya Yanga, kwa sababu tunaamini kwamba yule ndo mtu ambaye anawakilisha umma au mtu ambaye anawakilisha uongozi wa Yanga kwamba kitu gani ambacho anapaswa akizungumze. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa kile kitu ambacho anakuwa anakizungumza meneja wa habari na mawasiliano ya klabu ya Yanga, it means kwamba ni maelekezo kutoka katika bodi ya viongozi wa klabu ya Yanga ambao wanamwambia kwamba kitu gani ambacho anaweza kukizungumza. Lakini pia imekuepo sintofahamu ambao imekuwa inaendelea kwa kiasi kikubwa CRDB, lakini pia bodi ya ligi, TFF pia ambao tunasema kama ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, namna ambavyo wamekuwa wanajaribu kutoa details zao kwa kiasi kubwa kwamba wenyewe wanaamini kila kitu kishakamilika kwenye issue nzima ya malipo. Kwa hiyo hakuna madeni yote ambayo wanadaiwa. Maybe kwamba inawezekana kuna, to be honest, namna ambavyo natazama sakata hili, namna ambavyo limekuwa linazungumzwa, nafikiri kwamba ni kama Young Africans Sports Club ilikuwa inawasiliana na bodi ya ligi au TFF pamoja na CRDB kwenye issue nzima ya makato kwa kiasi hicho, na hiyo ndo topic ambayo maybe imekuwa inazungumzwa. Lakini mimi sitaki kuamini kwamba bodi ya ligi au TFF au CRDB hawana maybe madhaifu kwenye taasisi husika au kwenye somehow, lakini pia sitaki kuamini kama Young Africans wenyewe wana makosa, kwa sababu kama jambo ambalo limekuwa forward zaidi, limekuwa linazungumza kwa kiasi kubwa kulingana na kitu ambacho kimekuwa kinaelezwa. Kuna watu ambao au inadaiwa kwamba Young Africans wanadai almost milioni kama 200
Kuna wengine anakuja na point anasema milioni 50, kwa sababu ni kama vitu ambavyo vimekuwa vinazungumzwa mara kwa mara. Lakini nafikiri kwamba upande wa Young Africans pamoja na TFF na SRB wangekaa sehemu moja wakazungumza, alafu wakamaliza sakata hili ambalo limekuwa linaendelea. Sidhani kama hata sisi public au ili jambo lingeenda maybe viral kwenye umma kuweza kujua kitu gani ambacho kinazungumzwa. Wangekaa sehemu moja, kwa sababu tunaamini kwamba kwenye maisha au kwenye kitu chochote ambacho kinahitaji kuzungumzwa, especially kwenye football, inabidi upande mmoja na upande mwingine wakae sehemu moja uweze kumaliza hili sakata ambalo limekuwa linazungumzwa, kwa sababu watu wengi wamekuwa wanazungumza vitu kaza about masakata kama haya. Nafikiri ipo room ya kuweza kujifunza au Young Africans pamoja na shirikisho la mpira miguu Tanzania ambao ni TFF na SRB kuweza kukaa sehemu moja na kuweza kumaliza hili jambo ambalo limekuwa linazungumza, kwa sababu kila siku masakata linaibuka maybe sakata la point 3 kudai point 3 katika upande wa Yanga, linaibuka sio sakata la kufungiwa sio kwa viongozi, linaibuka sio sakata la madeni. Kwa hiyo masakata yamekuwa mengi ambayo yamekuwa yanaendelea in terms of Young Africans, namna ambavyo walituma wale matakwa yao manne kwamba inawezekana kuna viongozi ambao wanapaswa wajiuzuru, na miongoni mwa viongozi hao kwa mfano kama Armas Kasongo ambaye ni CEO wa bodi ya ligi kuu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo inabidi tuvitazame kwa different angles kwa kiasi kikubwa. Upande wa Yanga, CRDB pamoja na TFF inabidi wakae sehemu moja uweze kuyamaliza. Sidhani kama haya mambo yataenda viral kama akiyamaliza na kuweza kutengeneza utaratibu mbi kwenye mpira wetu ambao tunasema kwamba NBC Premier League, lakini pia kwenye michuano kaza sasa kwenye domestic league. Hii ni Uondo TV, Uondo Michezoni. Mimi naitwa Dani Jeremiah. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kushare na kucomment ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali ya kimichezo.